Wakili Peter Madeleka ameibua mjadala mzito nchini Tanzania baada ya kuandika kupitia akaunti yake kwamba anamiliki ushahidi mkubwa unaohusiana na madai ya rushwa ndani ya mfumo wa utoaji wa haki. Wakili Peter Madeleka alifananisha ushahidi huo na malori mawili ya Scania, akieleza kuwa ana taarifa nyingi ambazo zinaweza kusaidia kufichua vitendo vya rushwa iwapo zitafikishwa kwenye mamlaka husika. Hatua hiyo ya Peter Madeleka imekuja mara baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kuwataka majaji wapya kutenda haki bila kushawishiwa na rushwa wakati wa hafla ya kuwaapisha majaji hao. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alisisitiza kuwa haki ni msingi wa utawala wa sheria na kwamba majaji wanapaswa kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu mkubwa. Mkuu wa nchi aliwaonya wajaji hao kutokubali kupitisha haki kwa maslahi binafsi, akieleza kuwa hata kiasi kidogo cha fedha hakipaswi kuwa sababu ya kuathiri maamuzi ya mahakama ya Tanzania. Kauli hiyo ya wakili Peter Madeleka imeweka mtazamo mpya juu ya uwajibikaji na uadilifu ndani ya mahakama ya Tanzania. Wakili Peter Madeleka hakutaja majina ya watu anaowahusisha wala kutoa vielelezo hadharani vinavyothibitisha madai yake ya kuwa na ushahidi huo mkubwa. Pamoja na kutotaja majina hayo, tamko la wakili Peter Madeleka limeibua mjadala mpana miongoni mwa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baadhi ya wananchi wamemtaka wakili Madeleka awasilishe ushahidi huo kwa taasisi zinazohusika ili uchunguzwe rasmi na hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa. Wananchi wengine wametoa wito kwa mamlaka ya serikali kufuatilia madai hayo ya wakili Peter Madeleka kwa umakini mkubwa ili kulinda heshima ya mfumo wa utoaji wa haki. Katika muktadha wa kiutawala, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kusisitiza msimamo wake wa kupambana na rushwa na kuimarisha uwajibikaji katika taasisi zote za umma ikiwemo mahakama ya Tanzania. Kauli ya mkuu wa nchi wakati wa hafla ya kuapisha majaji imeonekana kuwa sehemu ya juhudi hizo za serikali za kutokomeza rushwa na kuongeza uadilifu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alisisitiza kuwa uadilifu wa majaji ni nguzo muhimu katika kulinda haki za wananchi na kuimarisha imani ya umma kwa mfumo wa sheria nchini. Hatua ya wakili Peter Madeleka kujitokeza na kudai kuwa na ushahidi huo inaguza moja kwa moja juhudi hizo za kiserikali na mtazamo wa jamii kuhusu utendaji kazi wa mahakama ya Tanzania. Uchambuzi wa madai hayo unaonyesha kuwa kauli ya wakili Peter Madeleka inaathiri mjadala wa umma kuhusu rushwa na utoaji wa haki. Madeleka anaeleza kuwa ushahidi alionao una ukubwa wa malori mawili ya Scania, kauli inayodhihirisha uzito wa taarifa anazodai kuwa nazo dhidi ya mfumo wa utoaji haki. Maelezo ya wakili Madeleka yanaonyesha kuwa taarifa hizo zinaweza kuwa msaada mkubwa katika kufichua vitendo vya rushwa kama vile zikifikishwa kwenye vyombo vinavyohusika. Hata hivyo, kutowekwa wazi kwa vielelezo hivyo na wakili Peter Madeleka kunafanya madai hayo kusalia kuwa kauli yake binafsi bila udhibitisho wa kiutafiti au wa kisheria kutoka chombo huru. Mazingira haya yanadhihirisha umuhimu wa ushirikiano kati ya wanasheria na mamlaka ya uchunguzi nchini Tanzania. Wakili Madeleka akiwa mwanasheria amevuta hisia za wananchi wanaotaka kuona ushahidi huo ukifanyiwa kazi na taasisi husika. Wananchi waliotoa maoni yao wanasisitiza kuwa njia sahihi ya kushughulikia taarifa za wakili Peter Madeleka ni kusifikisha mbele ya mamlaka ili zifanyiwe uchunguzi wa kina. Mvutano huo wa kifikra unadhihirisha jinsi gani taarifa za wakili Peter Madeleka zilivyokuwa na mwakwi mkubwa katika jamii baada ya hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan.
Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapoendelea kupiga vita rushwa, ushawishi wa kauli za wakili unazua maswali kuhusu hatua zitakazofuata. Msisitizo wa mkuu wa nchi kuhusu majaji kutokubali kushawishiwa na kiasi kidogo cha fedha unalingana na nia ya wananchi wanaoomba madai ya wakili Peter Madeleka yachunguzwe. Wakili Madeleka hajaweka wazi ikiwa ana mpango wa kuwasilisha ushahidi huo wa malori yake mawili kwa vyombo vya dola au mahakama ya Tanzania. Hali hii inafanya kauli ya wakili huyo kuendelea kujadiliwa bila uwepo wa majibu ya moja kwa moja kutoka kwa mamlaka. Jambo la msingi katika tukio hili ni kwamba mwanasheria Peter Madeleka ameweka msukumo mpya kwenye mjadala wa uadilifu ndani ya mfumo wa sheria. Hatua ya wakili Peter kulinganisha taarifa zake na mizigo za lori inaonyesha namna anavyochukulia kwa uzito madai hayo ya rushwa. Wananchi wanaohoji hatua za wakili Madeleka wanaona kuwa ni muhimu kwa mwanasheria huyo kuchukua hatua za ziada za kuwasilisha taarifa hizo ili kusaidia mfumo wa haki. Kwa upande mwingine, msimamo wa serikali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uliowekwa wazi na Rais Samia Suluhu Hassan unaonyesha nia ya kulinda uadilifu wa mahakama ya Tanzania dhidi ya vitendo vyote vya rushwa. Katika kufuatilia swala hili, ni wazi kuwa kauli ya wakili Madeleka imekuwa miongoni muhimu cha mjadala ya kisheria na kisiasa nchini Tanzania. Wakili ameeleza wazi kuwa ana taarifa zitakazosaidia kufichua rushwa, lakini utekelezaji wa madai hayo unategemea ushahidi kuwasilishwa na kuchunguzwa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan tayari ametoa mwelekeo wa serikali wa kutotaka kuona rushwa ikipindisha haki katika mahakama mengi ya Tanzania. Ushahidi wa wakili Madeleka unayochunguliwa kama malori unabaki kuwa kauli kuu inayokusanya maoni tofauti kutoka kwa wananchi na wadau wa sheria. Mtazamo wa wananchi waliotaka uchunguzi ufanyike unaonyesha kiu ya jamii katika kuona kila dai la rushwa likipatiwa majibu ya kisheria. Wakili Peter Madeleka hajatoa taarifa zaidi za lini au wapi ataziwasilisha ushahidi huo, jambo linalomfanya mjadala kuendelea bila hitimisho la kisheria. Rais kwa upande wake alieleza wazi kuwa uadilifu wa majaji ni msingi wa kulinda haki za wananchi na kujenga imani kwa umma. Kauli ya wakili Madeleka inaguza moja kwa moja imani hiyo ya umma kwa mahakama za Tanzania, ikisubiri hatua za kisheria au thibitisho rasmi.